kilicho nacho hatujui kama tunacho. Na ndio maana tukaenda tukasoma habari ya Waamuzi sura ile ya 6 mstari ule wa 11 ambao tuliona kuna mtu ambaye alikuwa anajitahidi kusefu kile ambacho kilikuwa ni cha kwao cha kukitumia nyumbani kwao. Soma Gideoni ile sura ya 6 mstari wa 11 tutarudia kwa wale walioko jana walipita hapo, naomba usaidie kusoma mtumishi wa Mungu. 6:11 inasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra uliokuwa mali yake Yoashi Mwiezali, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. 12 malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. 13 Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Asante, natosha. Tulianza kumwangalia Gideoni. Habari ya Gideoni tunaiona katika namna kubwa ama ndogo. Lakini Gideoni alikuwa katika hali ya kimaskini yeye na familia yake. Kwa hiyo wakati ameona hali ya mazingira ya nyumbani ni mbaya, hali ya maisha ya kula ni mbaya, Biblia inasema Gideoni alikuwa anapepeta ngano. Wakati anapepeta ngano kuificha kwa ajili ya Wamidiani wasione, lakini iwe ni chakula kitakachowasaidia baadaye. Wakati yeye yuko katika hali ya umasikini, hali ya kutunza kitu kitakachowasaidia, wakati ule Gideoni akipambana na mazingira madogo, Mungu alikuwa anamwangalia Gideoni katika namna ya kumuona huyu ni kijana aliye mdogo, lakini akili yake ilikuwa ni akili ya kusaidia baadaye. Alikuwa ana kitu ambacho kinaweza kuja kuwasaidia familia yake baadaye. Mungu katika jambo lile dogo akaona huyu dogo huyu kuna kitu anacho ndani. Kwa hiyo katika mazingira ya umasikini, katika mazingira ya kupepeta ngano ndogo, Gideoni ilimsaidia Mungu amuone katika mazingira yake. Bwana asifiwe sana. Nini tunaweza kuona hapa? Kumbe katika mazingira ya udhaifu, katika mazingira ya hali ngumu ulionayo, katika hali ya shida ulionayo, katika hiyo shida, wengine wanaweza kwenda wakakupa majina kwenye shida ulionayo, wengine wakakupa majina kwenye tatizo ulilonalo. Kumbe kwenye tatizo ulilonalo, kwenye shida ulionayo, kupitia shida hiyo Mungu anataka kukutumia kupitia shida ulionayo. Mungu anataka kukutumia katika tatizo ulilonalo. Kwa kupitia aina ya shida ulionayo, Mungu akajitukuze kupitia shida hiyo. Kwa hiyo Gideoni wakati anasema, Mungu akamwona. Sasa Mungu anamtumia malaika Gideoni. Gideoni anasemeshwa malaika, anarudi kwenye historia na mazingira aliyonayo. Na ni ukweli, hata kama ingelikuwa ni wewe, hata kama ingelikuwa ni mimi, ninajua maisha niliyonayo ni magumu. Alafu ujumbe unakuja, amka, inuka ewe shujaa. Gideoni anasema, hapana Bwana, kama Mungu yuko pamoja nasi, ama tatizo yote tungekuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya ni maeneo ambayo hata walokole wengi wanasemwa nayo mtaani. Na wengi wamevunjika moyo kwa neno hili, kwamba ni kama mnajifanya mmeokoka, mbona matatizo kwenu hayaishi? Haleluya, haleluya. Sikiliza, matatizo yapo kwa walio na Mungu. Matatizo na shida ziko kwa walio na Mungu, kwa sababu kwao ni vipimo vya imani, kwao ni msalaba wa kuendelea na kufikia Golgotha. Maana yake kama kwako wewe umeokoka na hakuna majaribu, jihoji kwenye wokovu ulio nao. Kama umeokoka na haupiti mahali pagumu, ujue shetani ni mjomba wako na ni mshikaji wako kwa 100%. Kwa sababu shetani hufanya vita na watu walioko upande wa Mungu. Shetani hafanyi vita na watu wengine si wa kwake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tuulize mfano tu vijana wangapi, yaani ukiangalia huko duniani wapiga bendi wengi katika bendi za kidunia ni Wakristo. Alafu walio wengi wamejifunzia kanisani wakaenda kupigia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninyi mlioko hapa leo jioni ya leo, Mungu aendelee kuwabariki na kuwa hivi. Kwa nini? Maana yake wanajikuta wale waliotoka huko wakaenda kule, alafu wakirudi wana maisha fulani, alafu wanamwangalia na mshikaji mpaka leo anapiga kinanda kanisani, alafu akikuangalia maisha yake ni yale yale. Sio? Yaani kwako inakuwa kama kipimo, mwanangu sisi mjini, wewe siku moja
huko mkesha mmoja umekunja 50. Wewe umeenda mkesha umepiga makofi umerudi bure. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukikutana na haya mazingira unaweza kusema unajua kweli unajua kwa unalipa. Haleluya, haleluya. Sikiliza, lazima kile ulicho nacho uonyeshe kwamba hata kama kule kunalipa lakini huku kunalipa zaidi. Kwa sababu gani? Huku kunalipa, inawezekana unapata pesa, inawezekana sipati pesa. Sikiliza, walioko upande wa Mungu na walioko upande wa dunia vitu viwili tofauti. Kwenye kitu hicho hicho, huyo anapata 50,000 laki kwa siku, wewe upate hata 20,000. Lakini huyo anapata 50, akiipata leo, kesho mtoto kaumwa, imeishia bombo. Kesho kutwa imeisha, anarudi iko kawaida. Kesho kapata laki, imepata dharura. Wewe mwenye 20 yako, hakuna kuumwa, hakuna kuumwa, hakuna changamoto. Nani mwenye faida? Haleluya, haleluya. Maana yake ni nini? Inawezekana ukawa huna kitu mfukoni, lakini mwaka unaanza unaisha hujaenda kupanga foleni kununua dawa. Haleluya, haleluya. Maana yake ni nini? Kile ambacho Mungu anakiangalia kwangu, anakiangalia kwa thamani, anakiangalia kwa kukitunza. Sikiliza, hata kama utakutana kijana mwenzangu na mazingira ya ushawishi ya kwamba duniani kunalipa, mwambie nilicho nacho ninalipwa na Mungu, na nilicho nacho kitabaki kwa Mungu. Kwa sababu gani? Nilicho nacho kina faida kubwa kuliko faida unayoipata wewe. Usipime faida kwa fedha, ipime faida kwa utu na maisha unayoishi. Wewe unapata zako 20 yako, 10 yako, narudi nyumbani una amani. Anapata laki, amerudi nyumbani hakuna amani. Wapi sasa bora hivi? Bwana asifiwe sana. Mungu alipomwangalia Gideoni alimuona Mungu katika udhaifu, na katika udhaifu akasema huyu dogo nataka kumtumia. Huyu dogo nataka kumtumia. Na ndio maana jana nikasema Gideoni wa sura ya 6 katika kitabu cha Waamuzi, sio Gideoni wa sura ya 7 katika kitabu cha Waamuzi. Sura ya 6 ni dhaifu, sura ya 7 ni shujaa, ni mwanaume anayependa watu kwenda vitani. Ninakuambia hata wewe mahali ulipo unawezekana ukawa kiongozi mbele, ukasimama na ukawaelekeza watu, ukatoka katika udhaifu ulio nao. Maana yake ni nini? Mungu anaiangalia kile kidogo ulicho nacho, anakiheshimu na anakiongeza. Naipenda sana ile sura ya 7. Usilie kusoma mtumishi wa Mungu Gideoni ile sura ya 7. Biblia inasema Kisha Yerubbaali, yaani Gideoni, na watu wote wakaondoka na mapema, ndio wakapiga kambi yao katika kijiji cha Herodi, ndio na kambi ya Midian ndio upande wao kaskazini, ndio karibu na mlima wa Moro ndio bondeni. ndio Ndio Bwana akamwambia Gideoni, watu hawa walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatie mikononi mwa Midiani mikono yao, wasije Israeli wakajivunia juu yangu, ndio wakisema mkono wangu mwenyewe ndio umeniokoa. Ndio basi sasa nenda tangaza habari masikioni mwa watu hawa, na kusema mtu awaye yoyote anayeogopa na kutetemeka na arudi aondoke. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hawa. Amen. Inatosha. Bwana asifiwe sana. Sikiliza watu wa Mungu mlioko mahali hapa. Gideoni, Mungu anamwambia sikiliza, ninakuandaa kwa vita. Wakati Gideoni ameandaa askari kwa ajili ya vita, alipata wanaume 32,000. Sio jeshi dogo, ni jeshi kubwa, lakini jeshi kubwa alilolipata wakati tayari ameshatoka nalo nyumbani wakaenda kwenye mlima Gileadi. Maana yake wale wote walikuwa tayari kwa vita, lakini wakati wako tayari kwa vita, huyu Gideoni ambaye tayari amekuwa mstari wa mbele kama kiongozi wa ile kompania, kama kiongozi wa ile gari, kama kiongozi wa ile kikosi, yeye aliyekuwa ni dhaifu, Mungu akamwambia wewe dogo, inuka, ninakuitaka kwa hali hiyo. Nayo ameinuka, anakwenda kuwa askari mbele, yuko katika mlima Gileadi na jeshi la wanaume 32. Sasa Mungu anapoangalia yale mazingira, anaona ni kweli Gideoni ndio aliyoipiga, watu wameisikia na watu wakaitikia. Sikiliza nikwambie, uliyeko mahali hapa, inawezekana ukapiga
Acha niseme namna hii, inawezekana kabisa nyumbani kwako ukawa una familia kubwa, una ukoo mkubwa, na ukawaitisha ukaja wote. Haimaanishi kuja kwao kote watoto wako upande wa kwako wa kukuelewa juu ya kitu ulichowaitia. Biblia inasema wakati sasa Gideoni amefika mahali Mungu anamwambia, sikiliza Gideoni, ulio nao ni wengi sana. Sasa kwa kuwa ni wengi sana, na kuomba Gideoni, nenda. Maana yake wakati Gideoni anasemeshwa na Mungu, alitoka katikati ya wale 32 waliopo. Alisogea pembeni kusikia Mungu anasema nini. Wakati Mungu ameshamwelekeza akamwambia, sasa nenda tangaza. Bwana alipotangaza, asubuhi ya jana nilisema, wakati ametangaza, yeye Bwana aliyeko kati yetu mwenye moyo wa woga na hakutetemeka upande huo. Wakashangaa watu. Unajua kama ni mwenyekiti ni wewe, unakuwa binadamu sema hamjanielewa. Hamjanielewa, yaani nimesema wale waoga na wenye kutetemeka wasimame upande huu. Ukashangaa.